Afrika yenye AI inaweza kuitawala AI. Okay, elaborate. Lakini Afrika isiyokuwa na AI inaenda kutawaliwa na AI. Live na G. Kaka Musa. Finally. Karibu sana. Finally mzao. Karibu sana. Hapo unajua nimegundua tuje kukutana hivi face to face. Kweli? No. Imagine man. Hey, mami kwema. Naitwa Grayson. Karibu sana madin.com. Okay, so karibu kaka, tuingie kwenye set. Tuingie kwenye set moja kwa moja. So nataka tusubiri tu hapa au tuingie kwenye set. Okay. Karibu. Sawa. So karibu. Hapa ndo madin.com Creative Hub. Karibu hapa. Karibu. Karibu sana mzee wangu. Jamani, mpeni mgeni kiti. Niambie mzee wangu. Finally tumefika. Elon Musk wa Tanzania. I say, mengi tutayaongea. Na nimefurahi kwamba nimekuona mara ya kwanza. Na uwezi amini, hivi umegundua binadamu naweza mkaconnect kwenye level hii na mje kukutana? Yes, tunakutana kwa sababu sasa tuko kwenye globalization. So unaweza kuwasiliana na mtu ukiwa mbali muda mrefu, lakini baadaye nakutana kama hivi. Noma sana. So way back from 2022-2023 leo tumekutana. So nimefurahi sana. Na mengi yamepita tangu miaka ile. Tumeongea mara ya kwanza ukawashtua watu. Sasa hivi wanaanza kukuelewa ulichokuwa ukiongea. So Musa, nataka tuanzie pale ambapo stories zetu zianzie pale ambapo tulishaongea kwenye episode zilizopita. Ulisema kwamba siku moja tutakuja kuwa na wachungaji marobot. Ni clip ambayo juzi umeiposti tena, na unajua wakati unaiposti nilipata feedback nyingi sana za watu wakiwa wanasema kwamba huyo hajui mambo ya kiroho, haiwezekani. Lakini hapa tulipo juu kuna mzee wangu anaitwa Mzee Lema, ni mchungaji kabisa, na yeye uzuri amekuwa ndo mtu wa IT wa ITV kiujumla muda mrefu sana. Juzi ameniambia anafanya research, anasoma nadhani PhD something kama hivyo. Akaniambia anasoma kuhusiana na, yani utafiti anaofanya unahusu issue ya dini na teknolojia ya AI. Maana yake wameanza kufanya hizo utafiti watu wa dini. Niambie, nini ulikuwa unasema kipindi kile ambacho unahisi watu hawakuelewa, na nini ambacho umekiona mpaka umerepost ile video? Ni kama kwamba unajua AI ni kama tunapewa, ni kama box. Alafu sisi sasa tumetoka to feed information. So by that time ilikuwa 2022-2023, kama miaka 2-3 imepita hivi. Wakati tuna discuss, tulikuwa tunahofia kutokana na teknolojia ilivyozidi kuwa kubwa, lakini pia na uhitaji wa dunia sasa hivi. Mtu hahitaji kufikiri kwa sababu tayari ile box kashalijaza taarifa zake. Kwa ni kujipakulia tu kwamba anahitaji. Nilitolea mfano wa Biblia ukajaribu kutuonyesha pale kwamba mtu akihitaji kusoma Mathayo na vitu vingine hahitaji kwenda kufungua Bible. Just ana recall kwa sababu tayari kashachukua Bible kaweka kwenye box. Kwa anafungua box lake anaangalia. Ndio teknolojia na dunia pia ambako inakoenda sasa hivi. Wachungaji lazima wawe equipped na vitu kama hivi. Ndio maana sasa hivi ukiangalia na wachungaji wenye makanisa makubwa wanapewa devices za electronics ziwasaidia kurecall. So hawawezi kukubali kubaki nyuma. Ni lazima tu. Unahisi aituondolee ule upako, haipunguzi kiwango cha upako kaka? Inaondoa sense ya human, kwa sababu worshiping ni the way you are connected na Mungu na binadamu wengine pia. The way robots atakavyokuwa ana provide, hawezi kufeel kwamba huyu sasa mtu anahitaji kuhudumiwa sasa hivi. Lakini mwanadamu mwingine anaweza kafeel kwamba okay, huyu mtu anahitaji. Lakini bado inaitusaidia kutusema sasa watu wanatengeneza music, worshiping music kwa kutumia AI. Na ndicho nataka tuelekee. Unajua Doto, wewe ni mtu wa science. By the way, tutakuja kuongea zaidi, nadhani tuliongea kwenye episode ijayo kwamba iliyopita kwamba
upo kwenye farm cut sasa hivi kuna vitu vingine vikubwa unafanya, lakini najua una nini uja declare tu interest, lakini wewe issue ya AI unaiona kama inaenda kukusaidia kwenye dunia yako. Na wewe pia ni mtu umefanya kazi na kanisa. Yes. Kwa hiyo unachokiongea unajua pia maisha ya kanisani. Ndio. Hiyo human connection naiona kama mnaipa umuhimu mdogo sana. Yaani inapotea alafu mnasema tu no kwa sababu itakuwa ukamilifu zaidi, lakini hiyo connection ndio roho ilipo kaka. Yeah. Unajua sasa hivi watu wanapenda kujihudumia. Okay. Yeah, yani hawahitaji ile, wanasema kwamba si tunasikiliza neno la Mungu na sio kusikiliza yule mtu ambaye hatuangalii yule mtu anayeyatoa, ila tunasikiliza kile ambacho na deliver. So unaweza kuwa connected. Ukiangalia hata kwenye makanisa makubwa, watumishi wakubwa tuwezi kuwataja, lakini the way ambao wanakuwa connected na dunia nzima, wana waumini dunia nzima. Wako connected na hizo Zoom meeting ambazo ziko enhanced na AI na vitu kama hivyo. So mwisho wa siku tunarudi pale pale kwamba AI ipo kwa ajili ya kulisaidia kanisa kufikisha ujumbe. Kulisaidia kanisa kufikisha ujumbe kwa urahisi kwa kizazi hichi. Unaona future yetu wapi? Inavutia ama inaogopesha? Wewe ni millennial mwenzangu. Maarifa yote yanatoka kwa Mungu. Okay. Yes, kwa hiyo hatuwezi kuignore maarifa kwa sababu ndio dunia inakoenda. Kwa mfano, kukitokea changamoto kama hizo pandemic hizo, kama haya mambo yote yamerise baada ya kupata hizo break na hizo lockdown, COVID. Yeah. Kwa maana yake kuna baadhi ya nchi ambazo zina strive kama Kongo na watu wengine ambao kuna vita za wao kwa wao, nchi ambazo zina changamoto ya vita, civil wars. Hawapati time ya kuabudu kama tunavyopata sisi hivi. Kwa hiyo unakuta kuna organizations ambazo zinakuwa zina support watu kuwa wana communicate kwamba mchungaji awafikie waumini wake. Kupitia Elon Musk. Siwezi kusema ni Elon Musk. Kupitia bwana Jackie nani? Kupitia teknolojia. Ndio tumefikia hapo watu wa bwana. Tunasema kupitia mawizard. Mawizard ni watu wanaoamini katika technology. Yes. Kwa maana teknolojia ipo kwa ajili ya kusaidia kufikisha ujumbe wa neno la Mungu. So hatuwezi kubaki nyuma tukaiacha teknolojia ikatembea peke yake. Lazima tutembee nayo. Na wewe ukidiriki kusema kwamba mimi nina base sasa katika the traditional utamaduni wa kawaida wa kufanya ibada na vitu kama hivyo. Dunia itakuacha miaka 100 nyuma, mbali sana. Utakuja ukumbuka, nitolea mfano, utakuwa kama Nokia. Wapokuja ukumbuka kuna smartphone Infinix wameshaje. Yeah, by the way wewe ni mtu wa biashara pia. Yes. Tuzungumzie haya makampuni, kuna Nokia ambao kuna BlackBerry pia watu wanawasema sana na kuna Kodak. Yes. Ambao wao ndio walikuwa kwanza kwenye kamera za digital. Nini ambacho umejifunza kwenye haya makampuni tukizungumzia issue na nini ambacho wajasiriamali wadogo ama wapya wa Tanzania tunaoinukia akiwemo wewe umejifunza? Kila fursa ni muhimu sana kuendana nayo kwa wakati huo. Okay. By that time Kodak ukipiga picha natengeneza vinega vile, hivyo vinega utaenda kuvizalisha. Watu ikafikia waliamini sana katika hard copy, printouts zile. Kwamba ukipiga picha printout nyuma yake na kuweka kanega. Lakini sasa hivi same like Nokia, piga picha na vitu vingine. Lakini sasa dunia imehama. Ipo katika digital. Mtu hahitaji tena kufanya printouts ama picha. Anaweza katunza thousands of picture kwenye simu. Sasa watu wanaangalia fursa kwamba watu wanapenda sasa hivi kutunza hizo digital. Kwa hiyo wataji kuwa na devices ambazo ni muhimu. Kwa Nokia wakachelewa kuhama kwenye ule ulimwengu wa kuingia katika sophistication ya digital. Wakaona kama labda inaweza kuwa ni anasa au inaweza kuwa ni teknolojia watu hawezi kuafford, lakini kampuni zikaja nyingi kama Infinix, Samsung, sijui Mobitel na vitu kama hivyo. Mpaka sasa hivi tumehamishiwa WhatsApp, tumepewa kwenye smart kitochi. Yaani kwamba mtu hata yuko chini aweze kutumia kitochi kuwasiliana kwa njia ya WhatsApp. Lakini leo hii mtu ukimletea simu ya Nokia, mwambie hii ni smartphone ya Nokia, bado hawezi kukuelewa. Imagine watu waliokuwa mbele. Yes. BlackBerry walikuwa na hichi tunachokiona kwenye WhatsApp. Yes. Zamani BBM ile. Walikuwa na hizo simu zao za button, lakini zinakuwa zina apply kama smart touches like. Lakini sasa mwisho wa siku walichira kuadapt na technology. Labda sometimes
inatokea kwamba unajua hata Apple kuna vitu walikuwa wanachelewa sana kuadapt wa jamaa. Vingi sana. Walikuwa na chaja zao, walikuwa na vitu vyao na mpaka sasa hivi bado kuna huo EU ndio wanawafanya wanaadapt wameingia kwenye Type-C sasa hivi tunatumia nao. Lakini sometimes huoni kwamba unaweza ukawa unakimbizana na trendi za watu? Yeah, kwa sababu unapofanya biashara watu wanauza hisia. Okay. Yeah. Sababu ukiangalia Samsung and iPhone wanachouza ni feeling. Emotions. Yeah, emotions. Karibu wote unajua makampuni yote brand zote. Yeah, hata sisi tunavyokuwa tunafanya business zetu. Tunachomhudumia mteja ni hisia. Level of satisfaction. Yaani kwamba ameridhikaje. Kwa mfano mimi ninavyotengeneza farm cards. Farm cards ni gari vidogo ambazo vinafanya kazi. Lakini sokoni viko vingi. Watu hawaangalii bei, lakini mtu anaangalia sense ya feeling kwamba nikishika farm cards naweza nikapiga nao picha. Yaani finishing yake ikoje? So tunauza ile hisia ya kwamba ukiangalia the way Jeeps zilivyo, matairi yake yametoka nje, yametanuka. Watu wanaona kama inaendesha dude. Okay. Sio kwamba haiwezi kufanya kazi. Ziko mashine nyingi ambazo zinafanya kazi, lakini tunauza hisia. Kwa bahati mbaya sana hata upande wa dini pia ndio hicho kinachouziwa. Okay, tukibaki hapo kwenye teknolojia kwanza nikupongeze. Ndiyo. Umepiga hatua kubwa sana. Mara ya kwanza tuliongea hapo unazungumzia farm cart, ukaingia shambani ukatuambia kuna ile ndoto yako ya jiji ambalo unataka kulianzisha kule farm cart city. Sasa hivi umeingia unataka kuwafundisha watu udereva, lakini jinsi ambavyo nimeiona ile idea yako mpaka ikanifanya nataka kuielewa ni kwamba unatumia hii teknolojia kwamba sihitaji kuja darasani. Na nina interest na hicho kitu kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana kujifunza, lakini nilikuwa sipendi kukaa darasani tangu shule ya msingi. So wewe umeleta kama hiyo dunia ambayo ilikuwa ni ndoto zangu miaka hiyo. Nini ambacho unakifanya na inawezekanaje by the way kufanya hivi? Kwanza mimi ni mhandisi katika masuala ya maji na umwagiliaji. Okay. Kwa hiyo unaona vitu viwili ambavyo vinakinzana lakini vinasapotiana pia. Okay. Si kama utakuwa umepata. Nimehitimu Sokoine University. So kama mhandisi ninao miradi ambayo naifanya. Kama mmoja wapo ni farm cart. Okay. Sasa natengeneza farm cart kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wadogo kupata zana nafuu hizo, lakini pia ambazo zinakuwa zinadumu muda mrefu. Yeah. Lakini mwisho wa siku zile zana zinahitaji fedha. Yeah. Ili utengeneze unahitaji fedha. Haitakuwa busara ukiwa ni mtu ambaye kila siku wewe ni kulia kuomba bwana nisaidie. Unalia na sayansi. Kwa jamaa serikali bwana. Unalia serikali, unailaumu serikali bwana mimi nahitaji mimi mbunifu. Mwisho wa siku serikali itachofanya itakuwa na kuchukua kwenye maonyesho. Kwamba bwana Musa tumekupa shilingi milioni 5, umetengeneza farm cart yetu hii hapa tumeiona, tunakualika 8. Kwa utakuwa ni mtu ambaye una round up 8 kwenye exhibition huku na huku, lakini mwisho wa siku time inaenda. Watu hawahitaji kuona, watu wanahitaji kutumia. So mimi nili decide, of course I'm proud kwamba serikali inanisupport. Kwenye kuanzia kwenye kutest hiyo idea, prototype ya kwanza na ya pili. Lakini sasa hivi natamani nijitegemee. Okay. So nikaona kwamba kuinvest mtaji mkubwa kwenye kutengeneza hizo farm carts itakuwa ni gharama kubwa sana. Okay. So nahitaji nipate business ambayo ita back up hiyo production line yangu ya farm carts. So kutokana na background nilikuwa nimeajiriwa chuo cha kanisa la AICT kama mkuu wa chuo. So tulikuwa tunafanya pia hizo training za driving, masuala ya ufundi. Lakini sasa nikaona kabisa kwamba nimefanya mwaka mmoja na vitu ambavyo wanafanya na mimi ninavyo ndani yangu. Lakini pia nina resources kidogo za kuanzia. So why nisitoke sasa nikaanza kujitegemea. Nianze kufanya training ya masuala ya ufundi pamoja na driving. Okay. So nikasema kwamba pesa ambayo nitakuwa naipata kwenye driving school faida yake nitakuwa na invest kwenda kutengeneza farm carts. Ndio sasa nikatengeneza hiyo model moja inaitwa ndio hiyo nataka uizungumzie. Inafanyikaje? So nikatengeneza hiyo model inaitwa school factory model. School factory model tuna kauli mbiu inasema learn to build, build to feed. Okay. Kwamba unavyojifunza kwetu sisi katika kilomita moja unayoitumia kujifunza kwetu sisi inamrahisishia mkulima
kupata zana bora za kilimo. Okay. Yeah. Kwa maana ile logic uliyosema kwamba kinachopatikana huku lengo ni kwenda kusupport, kuelekeza. Na watu wanasoma online kwa maana na nilichoshangaa kwamba ni udereva afu nasomaje online? Yes, sasa kabla ya kuanza online tuna center yetu Geita. Okay. Yes. Geita. Yeah, Geita Itabidi nifike Geita mwana. Karibu sana. Kwa Geita pale tuna center yetu ambayo iko registered na polisi upande wa traffic. Okay. Ambao sasa tuko registered kwa maana ya kutoa mafunzo ya vitendo na nadharia, lakini mwanafunzi afike center. Okay. Ambao sasa hivi tuna branch yetu ambayo ipo hapo kama HQ yetu ipo Geita. Sasa lakini tumejaribu kufanya matangazo kwa kutumia hii mifumo ya AI na vitu vingine, tunarudi kule matumizi yale. Kwamba of course kwa mfano nilijaribu kufanya matangazo kwa njia ya mtandao, nikapata kama wateja zaidi ya 1000. Okay. Lakini 51 kama 0.5 hivi wote wanatoka Dar es Salaam. Si umenielewa? Yeah. Lakini pia trend inayofuata, mkoa unaofuata ni Mbeya. Wewe uko Geita. Mkoa unaofuata wa 3 wanatoka Mwanza. Geita iko kwenye almost 0.5. Kwa hiyo maana yake demand ya watu wenyewe wa Geita pale sio kubwa kama demand iliyoko mikoa mingine. Sasa na wale watu the way ambavyo wanasikia tunafanya huduma vizuri, tunatoa mafunzo vizuri, lakini pia na kuwasaidia kupata zile documentation ambazo zinakuwa ni halali za kufuata taratibu wa polisi na hiyo na commission ya masuala ya TRA. Sasa wanakuwa wanatamani kupata huduma kutoka kwetu, lakini sasa tunawafikiaje? Okay. So mimi na team sasa tukaona kwamba tuna haja ya kufanya kwa nini tusitengeneze system ambayo tutaweza tukawafikia wote kwa wakati mmoja, kwa sababu driving school sio fani. Driving school ni ujuzi. Haijalishi wewe ni daktari, wewe ni nesi, wewe sijui ni rais, makamu wa rais, wewe nani, wote lazima mfahamu kuendesha gari. Afu kweli bwana, hiyo ni insight zilikuwa sifikiria kweli kuendesha gari ni kitu ambacho kila mtu sio fani, hata usige lazima afahamu kuendesha. Kwa hiyo it has nothing to do na darasani sana. Yes, haihitaji sana sijui huo umesoma theories. Ni zile tu requirements kama uwe na vitu ambavyo vitakufanya utambulike. Kama NIDA. Sasa NIDA ndio msingi, kwa sababu NIDA unatengeneza tini, ambao tini ndio inabeba ile leseni yako yote. So tukaona kwamba tuna haja ya kuwafikia watu wengi, na wale watu kwa mfano leo amekuja mkuu wa mkoa anataka kujifunza udereva kwangu. Hana muda wa kusema kwamba aje akae pale asubuhi mpaka jioni. Nimpangie ratiba, bwana mheshimiwa mkuu wa mkoa leo utasoma njoo asubuhi. Alafu wakati huo mheshimiwa rais anamhitaji kwenye kikao. Lakini atakapokuwa yuko safarini kutoka pale ofisini kuelekea kwa mheshimiwa rais alikomuita, ana uwezo wa kuperuzi notes, akaperuzi kama kuna video, akafanya mtihani wake akiwa kwenye digitali, kwa maana kwenye simu yake au kwenye tablet au kwenye PC yake. So tukaja na mfumo ambao unaitwa ni FarmCut LMS. LMS maana yake ni FarmCut Learning Management System. Okay. Sasa mwanafunzi anaweza akajisajili na akajihudumia mle ndani. Okay. Kwa maana atakutana na zile kozi zote ambazo ziko certified na jeshi la polisi. Za nadharia, atasoma nadharia pale. Kila gate linampa kufanya mtihani. Akimaliza moduli ya kwanza, itamwambia fanya mtihani. Na ile afaulu lazima apate 50% ambao atasahihishwa na system tutakuwa tumeweka majibu. Na system yetu iko monitored 100% na AI. Okay. Kwa maana mtihani wa mtu mmoja haufanani na mtu mwingine. Lakini majibu ni 100% correct. Kwa vitendo nikitaka kwenda kufanya kwa vitendo maana yake ndio unaenda? Kwa vitendo sasa system yetu kwa mwisho kule akishamaliza theory na nadharia, of course mafunzo ya udereva huwa ni wiki mbili, huwa ni wiki 4. Kwa maana hiyo wiki 2 za kwanza atasoma nadharia kwetu. Akishamaliza sasa kwenda afanye sasa mafunzo ya vitendo. Sisi tutakuwa tumepartner na vyuo vyote Tanzania vya udereva. Huwa tuna umoja wetu unaitwa CHASHUBUTA, Chama cha Shule Binafsi za Udereva Tanzania. Okay, CHASHUBUTA. Kwa majina ya CHASHUBUTA. Cha nini? Kwa hiyo vyuo vyote vya udereva binafsi popote viko humo ndani. Kwa hiyo tunafikiria pia kupata partnership na hao watu. Sisi tutakuwa tunawasaidia kupata wateja. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba kwa mfano ikitokea wewe uko Dar es Salaam lakini unataka kusoma FarmCut, una enroll FarmCut, unalipa FarmCut. Ukishalipa FarmCut, utasoma nadharia vizuri, ukishafaulu
utachagua bwana, mimi sasa hivi niko Mwanza au niko Dar es Salaam. Huko Dar es Salaam utachagua Dar es Salaam wilaya gani, utaandika wilaya kama ni si wapi, Temeke si wapi. Utachagua level ya kata. Okay. Ukishachagua level ya kata, maana yake kata si eneo ambalo unaweza kumove hata kwa mguu. Kwa hapo utakutana na shule ambazo ziko around. Kama kwenye level ya kata hakuna, utakuta kwenye level ya wilaya. Kwa hiyo ukisha click pale, mimi nataka niende labda chuo fulani. Tuseme labda MDC Driving School. Yeah. Utachagua MDC Driving School. Baada ya hapo, sisi tutapata notification kwamba brother Grayson amechagua MDC Driving School iko Temeke. Na wale watapata notification, sisi we pay direct kwa wale watu. Okay. Kwa hiyo mimi mwanafunzi nikisha malizana na nyinyi, kila kitu popote nilipo utaenda kwa hao watu wa MDC. Ukishamaliza, kwa sababu tunachokitafuta hapa hatutaki kulipua. Tunataka kutengeneza system ambayo itakuwa inasomana, kwa maana kuna polisi wametuletea mfumo mpya mzuri sana wa kudhibiti vyeti fake. Okay. Unaitwa ni Driving School Management System. Ambao ni mfumo mzuri ambao unamtambua mwanafunzi kuanzia siku ya kwanza kujifunza mpaka matokeo yake. Okay. So sasa hivi tumepata ushirikiano mzuri sana kutoka kwa RTO mkoa wa Geita. Ambao tuna mazungumzo yanaendelea namna ya kutupa endorsement kuja huku makao makuu ili tuweze kupata linkage ya huu mfumo wa polisi. Ili mwanafunzi anapoingia kwenye ile mfumo wa polisi anachagua anataka kusomaje, anasoma moja kwa moja chuoni au anataka asome kwa njia ya mtandao. Akishachagua tu kwa njia ya mtandao, anatukuta Farmcat tumetulia pale. Nyinyi ni mara ya kwanza ni wa kwanza kwenye hii system? Yeah, system hii kwa Tanzania bado. Okay. Ni mpya. Kwa hiyo tunajaribu inaweza kuwa ina ugumu kwa watu kuelewa, lakini kwa sababu ya kasi ya teknolojia naamini watu wataadapt. Nakwambia unajua kazi zinapoelekea, ndo mfumo wa maisha unapoelekea. Kwamba sasa hivi uhitaji kwenda darasani, na tunarudi kwenye ile point ya human connection, kwamba unaona maisha yetu ya kazi pia yanaondoa sio lazima kukutana. Kwa sababu pia watu wana ratiba nyingi. Siwezi kutoka hapa mimi naenda darasani kila siku, kama ni wiki mbili tu zinahitajika. So ni kitu kimeshaanza tunavyoongea sasa hivi. Na je, wewe tu swali la pili ndio hilo sasa, wewe tu kama Musa. Yes. Ni vitu vingi sana hivi. Farmcat, kuna hiyo kuna project zinaendelea, I'm sure kuna maisha yako mengine. Inawezekanaje? Kusimamia yote? Yeah. Inawezekana, ni consistency. Okay. Mimi kinachonisaidia sana, nimeintegrate AI kwenye biashara yangu. Okay. Kwa mfano sasa hivi nawaamini sawa na wajamaa wa AI. Kama nilivyosema, AI ni kama box. Unachagua cha kumpa. Halafu mteja wako anajipakulia kile tu kilichomo ndani ile box room. Kwa mfano sasa hivi niko ninafanya matangazo. Tumekuwa na hizo course nyingi tunashiriki kufundishwa. Kwa sasa hivi, kwa mfano mimi ninafanya matangazo, napokea wanafunzi labda wanaohitaji mambo ya driving, labda wanafunzi 1000. I cannot reply wote kwa wakati mmoja. So what ninachofanya ni kwamba mimi, ndio maana wateja wetu tunawaambiaga, ukitaka kupata mawasiliano yetu sisi, hakikisha tu WhatsApp yetu na blue tick. Yaani kwa maana hao ndio Farmcat, right? Ambao wapo qualified. Ambao hapo ndio tunapata pia package ya AI. Kwa maana tunapewa sasa kibox cha kwamba hebu mwambie unataka wateja wako nini. Kwa sisi tuna feel with everything about Farmcat. Okay. So mteja akifuata, kama sasa hivi tunavyoongea, nina wateja zaidi ya 1000 ambao sasa hivi wanajihudumia wenyewe. Wanahudumiwa na mashine. Wanahudumiwa na mashine. Kwa hiyo AI ikifikia wakati wa malipo, anakupa notification kwamba okay, nime hand off labda watu 10 wako tayari for payment. Kwa hiyo mimi naanzia pale sasa. Kwenye cash. So lakini pia connect office zangu zote ambazo ziko hapo Geita, the systems. Kwa hiyo naweza nikaona muda huu ofisi yangu inaendaje, mteja nani ameingia. So lakini kama labda nina mteja ambaye labda kuna watu nimewaacha pale. Kwa mfano nikihitaji nimefunga of course kama mfumo kama hizo CCTV camera digital sasa hivi ambazo ziko equipped na AI. Kwa hiyo inanipa notification katika kila kinachoendelea kwenye ofisi moja na ofisi nyingine. Pamoja na kwamba kuna watu wako pale, lakini mimi pia naweza nikai-access ofisi yangu, kompyuta yangu naweza kai-access kwenye simu yangu muda wote bila kuwepo kwenye ofisi yangu. So nina enjoy kwa maana of course ina side effect, lakini bado AI inatubeba. Okay, juzi kwenye pisha linaanza tulikuwa tuna hii session ya tafakari Afrika, na tulikuwa tunajiuliza swali moja ambalo nataka nisikie maoni yako. Unahisi AI inakwenda kuitawala Afrika au Afrika inaenda kuitawala AI? Kwa sababu naona una uelewa mkubwa sana, lakini sijui tukipitisha sensa ya watu wenye knowledge yako. Okay. Afrika
yenye AI inaweza kuitawala AI. Okay, elaborate. Lakini Afrika isiyokuwa na AI inaenda kutawaliwa na AI. No. Possibility ipi unaiona hapo? Sasa mbele. Yaani kwamba kama nilivyosema AI ni kama just a box. Yaani wewe ndio unaicommand AI. Sasa kitu unachoicommand maana yake unakitawala. Lakini data zetu nani anazihifadhi? Vitu kama hivyo kwamba data za AI zinahifadhiwa nje. Lugha ambazo zina train hizo AI ni lugha za nje. Vitu vingi ambavyo AI inaamua. Kwa mfano, sasa hivi sisi tunalipia hizo platforms, ndio? Za kufanya hiyo AI. Maana yake wana taarifa zetu zote za ofisi yako inaendaje. Hizo taarifa wanazo na wenyewe. Hauioni kwenye kwamba hawa jamaa tunawapa nguvu kubwa sana watu wachache? Na ndio maana nikasema kwamba sisi kama Afrika tukiona AI ni platform ambayo inaweza katubeba. Ni lazima sasa na sisi tuelekee katika kutengeneza data center zetu. Yes. Yaani kama of course serikali sasa hivi ni kama ina strive kupambana kuhakikisha kwamba tunakuwa, unajua hata hii mitaala ya AI ndio imeanza. Mama tumeona juzi ameingia makubaliano na nchi ya Urusi kwa ajili ya angalau kuona exchange training kwa masuala ya AI na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ambacho natamani siku zote kwamba tukiwa na data center yetu maana yake tuna uwezo kwa kuwa maana yake tunakuwa na AI yetu ya kwetu inayotunza taarifa zetu. Lakini sasa hivi tunaambiwa of course kwa kama Meta wanakuambia ni ziko encrypted kwa maana ni end to end user, maana yake watu kwamba mimi na wewe siasa tu hizo. Maana yake mimi na wewe tu ndio tunaona. Wakati wao wenyewe unaona. Lakini ukifanya kitu ambacho ukiviolate rules wanakuambia kabisa kwamba hapo sasa mmeonaje nyinyi mpaka unaona kama mimi ni violate kwa sababu kwa hiyo jamani kama wana play game ni business. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo kwamba serikali hasa kwa jamii umeongea Afrika. AU inatakawa strive na nchi zake zote kuhakikisha tunapata. Niliona juzi wakati of course kuna hii moja kwenye moja ya updates ulitoa kuhusu jengo la AU. Ndio hicho ndio imagine vitu kama hivyo. Waitujengea bure. Lakini mwisho wa siku unakuja kukuta vitu vinatoka. Lakini watu kila tunachokiongea watu wanakiona, kila tunachokiandika watu wanakitrack. So njia pekee ni hiyo kwamba sisi watumiaji hatuna namna ya kuacha kutumia AI, lakini hatuna namna ya kuacha kuendelea kutumia zile ambazo tayari zipo. Kwa serikali yenyewe ambayo kwa sababu ndio ina mamlaka ya kutengeneza sera na vitu kama hivyo na kuweka budget. Sisi tunaendelea kupiga kelele kwamba bwana tu na data center kama wasanii wanavyoomba arena. Na sisi watumiaji wa AI tuombe na sisi tuwe na data center ya kwetu. Hivyo unahisi itakuwa kwa level ya nchi kwa sababu data center unafahamu stories zinazoendelea Marekani. Yale madudu yanatumia hela, ni pesa ndefu, maji safi yanatumika kinoma kwenye yale maji ya kupoza ile system. Kwa hiyo kuna impact zake. Unahisi tunaweza tukahimili ile level ya teknolojia, uwekezaji, rasilimali watu tulionao? Nchi ni tajiri. Tukianza kuongelea hayo tutaanza. Serikali haiwezi kukosa pesa. Hicho kitu lazima ujue. Kwa hiyo pesa wise sawa. Rasilimali watu? Labda rasilimali watu tunahitaji tena ndio tunarudi kule tuwe na exchange program. Ambazo ndio hizo kwa mfano kama hivi sasa hivi wenzetu Russia wako mbali na sisi Tanzania tunahitaji kufika huko mbali. Kwa tunakuwa na hizo exchange programs. Au tumechelewa sana? Au tuko nani? Sababu naona speed ya AI, unajua wataalamu wenyewe wanakuambia hawajui miaka 5 ijayo nini kitakuwa, yani dunia itakuwaje. Kwa hiyo anachokiona kwenye AI. The way unavyochelewa siku moja, unarudi nyuma miaka 100. Hicho kitu lazima uelewe. Nimekuwa nikiandika sana kwenye LinkedIn the way ambavyo sisi tunafanya production ya farm cards. Nilifanikiwa last time nilifanikiwa kwenda India. Tulikuwa na hii exchange program za masuala ya technopreneur. Kwa hiyo nilikuwa certified kama mjasiriamali katika teknolojia kupitia ile program. Wow. Nilitembelea VETA ya India. Yaani VETA kama niseme kama chuo cha ufundi bro VETA the way VETA wao ni tunajikongoja. Wenzetu VETA za kule wameshatoka kwenye ile level ya kumfundisha mtoto shikilia mashine chomelea utengeneze gate litoke. Wameshatoka huko. Wako wapi? Yaani wao wapo kwenye buttons. Okay. Kana mwanafunzi muelekeze kuandaa structure.
andaa kama ni mchoro wako wa gate itakaa hivi. Halafu mpe ndugu AI ambaye haiko connected kwenye hao mashine ambayo mwanafunzi angeshika. Kwa sababu wenzetu wanasema kwamba nikikufundisha kutumia hiyo ya kutumia electrode si kuchomelea, utaenda kuapply wapi? Dunia ishahama huko sasa hivi. Kwa sababu viwanda vingi vya kutengeneza magari havihitaji wewe Grayson uende ukaanza kuchomelea. Viwanda vingi sasa hivi vimeshahama. Ndio maana wenzetu matrekta au mashine ya zamani yale wanayadump polini huko. Kwa baada ya hapo wanakuambia wanachukua watu wanafanya donation huko, tunafanya refurb. Lakini kuna machines hazifanyi kazi kabisa kwa sababu sasa hivi watu wana CNC. Mashine naona kama binadamu tunaenda kukosa kazi kwamba namba yetu ni nyingi kuliko hatuwezi kukosa kazi. Yes. Watu bilioni 8 wanafanya nini kama kila kitu wanafanyiwa? No. Tunasema hivi, AI ni kitu ambacho nakifeed. Watu ambao hawana AI ndio watakosa kazi. Na ni wengi, ndio point yangu. Unahisi watu wa level yako ya uelewa. Nimependa kwamba nakutana na mtu ambaye ni bosi, ni mjasiriamali, mfanyabiashara mkuu ambaye ni Elon Musk wa Tanzania. Napenda kukuita hivyo. Watakuja kukuelewa siku moja jinsi akili yako inavyofanya kazi, Musa. Lakini maana yake wewe huu mfumo wako tu umeweza ku run ofisi zako na unaona in real time, umepunguza watu wengi sana unajua. Labda hapo kitu moja. Nimeshakuelewa point yako. Una point moja ni mimi nilikuwa nawaza kitu kama hicho. Kwa mfano, sasa hivi niko na kampeni moja ya kufungua branch za Farmcat Tanzania nzima. Sasa ambacho nilikuwa nafikiria ni hivi, sihitaji kuwa na wafanyakazi. Kwa maana gani? Nitengeneze ofisi moja ambayo kwa ajili ya kukusanya wanafunzi ambao wataji kufanya mafunzo. Halafu wakifika namba fulani wanafunzi tutakuwa tunapeleka gari kwa ajili ya kufanya training. Lakini mtu akihitaji huduma zingine ambazo zinahitaji mtu awe remote, tu awe mbali. Kwa mfano mtu anahitaji labda kufanya driving license lakini yuko na document zote ambazo ni halali. Yuko Tabora, anamfanyaje? Lakini kwa mfano mimi nikiwa na ofisi moja tu, chumba kimoja, niki-equip kile chumba na with AI. Maana yake mimi nikawa na control center moja iko Dodoma au iko Dar es Salaam. Kwa maana yake mimi ninapokuwa na ukuta mmoja una screen zote, ninaona kwamba ofisi ya Dodoma kuna mteja ameingia. Maana yake mimi naweza nikaongea na mteja moja kwa moja ofisini kwangu. Sihitaji kuwa na PS, sihitaji kuwa na vijana wangapi wa Dodoma wamekosa ajira. Kwa hiyo kuna wakati umesema hivyo nikawa nawaza kwamba nikifanya control hizo ofisi zote Tanzania, labda ofisi ziko 400. Kwa hiyo tutakuwa tuna monitor ofisi fulani kuna mteja kaingia, inatupa notification. Hahitaji kuwa na mtu mwingine. Akiingia pale sisi tuna turn on mic. Hello, karibu. Asante, tukuhudumie nini? Tuna 1 2 3, okay. Dikaba namba yake WhatsApp na nini. Wakati huo niko nafikiria lazima tu sign makubaliano na Tume ya Taifa ya Data Protection. Ni muhimu sana kwa sababu tunatumia taarifa za watu. Mwisho wa siku lazima tuwe na makubaliano kwamba utunzaji wa watu, lazima mtu aseme bwana mimi nakupa email yangu na watu gani iko salama huko. Umenielewa? Yeah. So kuna vitu hivyo ambavyo na ndio maana hata hii system nimejaribu kuiprotect KOSOTA kwanza. Kwa maana KOSOTA wanasema mambo ya copyright. Kwa hiyo nimeisajili huko ili. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tutafanya. Sasa nikawa nawaza kwamba hao watu kafona tukiwa na ofisi 400 afu zote zisiwe na mtu. Maana yake tumebania watu 400 wasipate ajira. Lakini bado na sio 400 kuna mfanya usafi pale ambaye hayupo, kuna mleta chai ambaye anatakiwa auze pale. Lakini sasa mwisho wa siku dunia ndio inakoenda. Amdhani kwamba nyinyi watu wa teknolojia mnatakiwa mkamate muujiwe na mfike mahali kwa sababu juzi Papa umesikia alichoongea. Papa katoa jamani, oya tunapoelekea na hao jamaa tuwahoji. Trump juzi imetangazwa Marekani kabisa, wamesema kwamba sasa hivi mkija na idea zenu za teknolojia inabidi mtuletee kwanza. Tuangalie je ina tu sweet. Lakini sidhani kama ukiangalia wenyewe Marekani wanachoangalia ni usalama taifa, mambo ya ulinzi. Lakini hakuna anayeangalia level ya replacement ambayo inafanya. Level ya jinsi ambavyo inazidi kumpunguza binadamu umuhimu wake duniani. Unafahamu theory ya population control. Nadhani ni kitu ambacho umekisikia sana. Na tumekisoma hata shuleni huko. Nakisoma. So iko siku itakuwa wazi sana kwamba jamani tuna madude hawa mabinadamu mengi haya hatujui tufanye nao nini. Fanyaje? Haudhani kwamba thamani yetu inashuka kwa sababu ya huu ujuzi mnaoleta? AI inamdrive kila mwananchi duniani awe mbunifu. Hivi ubunifu gani hao jamaa? Wewe unaona ni ubunifu wa ndio maana sisi watu ofisi 400 za sisi ambao watu ni tuseme ni
Wizard. Wizard maana yake tuna support technology. Kwamba katika budget ambayo sisi tunakuwa nayo tunakuwa na hizi green credit. So mtu atakayokuja mbunifu maana yake ni kwamba aje na wazo ambalo lita address kwamba kuna watu wamepata changamoto ya ajira kutokana na AI, kutokana na kampuni yako ya Farmcat. Njoo na wazo ambalo litatuconvince sisi tukupe pesa kwa ajili ya kusubstitute hiyo problem ya unemployment kwa sababu ya kampuni yangu, wafanye kitu kingine. Kwa hiyo mnasababisha tatizo alafu sisi tulete idea ya kutatua tatizo mliloliweka. Na siku zote huwa tunafanya hivi kwamba, na huwa sio tunafanya, na ndo msingi wa solution. Unawaza kama Elon Musk. Solution zingine zipo kwa ajili ya kutengeneza tatizo jingine. Of course mimi niko kwenye program moja ya regenerative agriculture inaitwa Lutco. Sisi tuna support na tuna emphasize jamii ihame kutoka kwenye hizi kilimo cha kutumia pesticides, industrial fertilizers. Twende kwenye kilimo ambacho ni kilimo hai. Okay. Yeah. So kati ya vitu ambavyo tunaangalia kwamba kilimo hai kinachukua muda mrefu sana. Organic, yani to transfer, the world is burning. Dunia sasa hivi inaungua kutokana na haya mambo ya kilimo cha madawa. Kwa hiyo tunasupport haya, tunasupport watu ambao watafanya. Okay. Lakini mwisho wa siku kizazi hichi cha Gen Z ukikiambia kisubiri kitengeneze shamba kitavuna baada ya miaka 3 akiwezi. Watu wako result oriented kwa maana time. Kwa bwana mimi nataka nilime nipande mbegu zangu fulani za mazao, baada ya miezi 3 mimi nivune. Na ndio matuletea GMO sasa. Yeah, ndio hizo GMO sasa zinakuja mwisho wa siku kunatokea vitu vingi. Kwa mfano tulikuwa jamaa mmoja akatolea mfano akasema, "Bwana kulikuwa na changamoto fulani ya wadudu kwenye eneo letu. Ili hao wadudu waondolewe, lazima tuweke nyoka, wale wadudu waliwe na nyoka." Akatatua tatizo la wadudu, lakini mwisho wa siku likabaki tatizo la nini? La nyoka wakawa wengi tena kwenye eneo. Kwa hiyo unajikuta unasolve tatizo moja lakini inazalisha tatizo jingine. Lakini mwisho wa siku tuna hiyo mipango ambayo tumesema kwamba wewe dunia inakudrive kila mtu kwenye hii dunia. Awe nani? Ukiniambia watu waelewi itakuwa ni ngumu. Juzi tu bibi yangu hapa ametoka kunipigia simu analalamika, anasema mbona mimi sina smartphone. Ana miaka sasa hivi karibia 87. Anawasiliana na mimi kupitia WhatsApp. Manake ukisema kwamba ni watu wachache, hao ni wale watu mpo wameamua kutokuwa na AI, na mwisho wa siku AI itawareplace wao. Wewe ni mtu wa kiroho pia, una idea kanisani Bwana Musa. Unaona tunaelekea wapi? Ni siku za mwisho alivyosema Rose Muhando na Bahati Bukuku. Maarifa yamezidi. Unajua kuna watu wana hiyo argument. Unapimaje kama maarifa yamezidi? This is too much. Kuna wengine wanatuambia haya mambo yalikuwepo tangu enzi na enzi. Okay. So ukisema maarifa yamezidi kwa kiwango kipi? Kuliko tulipotoka. AI nikaona mtu mmoja anasema AI ilikuwepo way back. Kwa mfano, mama wa Kiafrika zamani alikuwa akimuona binti yake umbali wa mita 100, anaweza ka predict kama yule ana mimba au hana mimba. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ameangalia symptom moja, akagenerate thousands of events kwenye brain, akajua yule pale ana mimba, na kweli akawa iko hivyo. So hii ni elimu ambayo ilikuwepo. Sasa badala ya kufanya mtu, sasa hivi inafanya mashine kwa niaba yetu. So unaposema kwamba maarifa yameongezeka kwa kiwango kipi? Kwa kulinganisha na nani na kipindi kipi? Kwa hiyo tuko salama. Tunajaribu kusema haya mambo yenu yote mnaotuletea ya kuendesha, sababu unajua sisi tunaishi kwa wakati huu. Okay. Na tunapofanya hivi, kwa mfano mimi Farmcat, inawezekana mimi nikapambana lakini Farmcat isifikie kwenye malengo ambayo mimi nataka. Lakini mimi natengeneza successor wa Farmcat. Wow. Ambao tayari mimi nimeshamuandaa. Ninachokifanya mwisho wa siku leo mimi nikiwa nimelala hapa, kuna mtu atakuja, lazima vision hii ifikie. Hata kama ni miaka 100 na yeye successor huyu lazima nimemtrain kuandaa successor mwingine. Umeongea hoja nzuri sana hapo kuelekea mwisho Doto, kwamba watu wengi na kampuni nyingi za Kiafrika ndio hivyo. Zinaanzia juu kama kaburi, zinashuka chini. Wakati wenzetu wanaanzia chini kwenda juu. Apple baada ya kufa mwanzilishi muone imeendelea. Lakini sisi unaona kampuni akishaondoka mwenyeji, hata tu nchi, achana kampuni, hata nchi tu. Kuna watu wakiondokaga unahisi kila kitu. Kwa nini huo mfumo umeuwekaje? Umenivutia zaidi wa huyo successor. Unampimaje?
na sio kujichuria. Hapana. Of course biashara huwa ni imani. Kwa hiyo tunatengeneza watu ambao hawaoni leo, wanaona kesho. Ambao pia wako tayari yani kuna mtu ambaye anaipenda ile kitu. Ambaye anaweza wanakuja na mawazo ambayo ni makubwa kuliko yangu. Lakini nawaambia hatuna pesa za kufikia huko. Relax, tuanzie hapa. Wow. Kwa maana yake huyo mtu leo na kesho nikiondoka watalia, okay bro hayupo au nani hayupo. Lakini mwisho wa siku spirit na vitu vyote vipo kwenye kwa sababu mwisho wa siku kama hivyo tunatumia systems control na vitu kama hivyo. Hakuna kitu ambacho kimejificha kwamba unamwandaje ni mtu na mgumu tangu mapema au ni watu ambao ninawanywesha maji ya bendera ya Farmcat. Oh wow. Yani naamini kwamba Farmcat ni maisha. Lakini Farmcat haipo kwa ajili yetu. Farmcat ipo kwa ajili ya umma. Hawezi kuielewa sasa hivi. Nakuelewa sana sasa hivi. Lakini watakuja. Nashukuru kwamba nimekuelewa mapema. Watakuja kuelewa baadaye. Kwa sababu Farmcat nimeanza nao miaka kama karibia 10 sasa hivi pita. Tangu 2016 niko mwaka wa kwanza pale Sokoine University. Lakini sijawahi kukata tamaa. Pamoja na ups and down. Lakini bado sijawahi kuichoka kwenye moyo wangu. Lakini kuna watu wanaipenda zaidi kuliko ninavyoipenda mimi. Na kuna watu wanaielewa zaidi kuliko ninavyoielewa mimi. Nakuelewa sana. Kwa hiyo mwisho wa siku Farmcat ni maisha na tunatengeneza success ambao watasaidia kupeleka Farmcat hata kipindi Farmcat. Jiji letu unaliona miaka mingapi na AI imelikaribisha karibu zaidi au imezidi kulisogeza mbali ile ndoto? Nina strategic plan ya miaka 5 tangu 2024 mpaka 28. Kwa hiyo bado niko ndani ya time. Wow. Bado niko kwenye kwa sababu ili tutengeneze success mzuri lazima ufanye documentation. Kwa sasa hivi niko kwenye kipindi ambacho bado nina document everything. Okay. Kwa hiyo ikifika muda kila kitu kitakuja kuwa na jiji. Hata nisipokamilisha mimi. Lakini ndoto imekuwa. Watu watakuja watakamilisha kwa sababu tayari kila kitu nime highlight kwenye documents. Nimefurahi sana kushare na wewe kwa mara nyingine hii session Bwana Musa. Na naamini sana ndoto zako. Nimeshakutana na watu ambao wanaelewa wanachokifanya mara nyingi, so huwa na wasense. Nashukuru tumekutana hivi karibu sana. So nikirudi kwenye hili jambo ambalo la sasa hivi. Maana yake ni kwamba mimi na uwezo sasa hivi sijui udereva wala nini, naingia zangu kwenye simu au computer, naingia Farmcat. Tueleze naingiaje? Tuna website yetu ambayo ni www.fdsgeita.co.tz ambao wanafunzi akiingia pale atapata taarifa zetu zote. Ni website ambazo interactive lakini na details zetu nzuri nyingi. Lakini pia kwenye mitandao yetu ya kijamii at Farmcat.tz mitandao yote akiingia pale atakutana hizo linki za website. Lakini pia akishaingia pale website kuna sehemu ya kufanya online classes. Kwa mfano kwa mtu ambaye yuko nje na Geita. Akishapata utakuta itafunguka ile system. Itamwomba kujisajili. Akishajisajili sisi tutapata taarifa. Baada ya hapo tutaconfirm hiyo account yako kupitia either namba ya simu au email atakapomeweka. Baada ya hapo tutafanya usajili na tutampa credentials za login. Na yeye achague shule gani atasoma huko kwa vitendo. Hiyo kuchagua shule atafanya mwishoni kabisa akishamaliza theory na amefaulu. Yaani akishamaliza sasa yeye ndo kwa wakati huo, kwa mfano mtu umepata changamoto labda huko Mwanza. Hizi wiki mbili zote nitakuwa Mwanza. Nitakuwepo tu Mwanza. Na wewe unaishi Dar es Salaam. Sisi tunaruhusu sasa kwamba chagulia Mwanza, hiyo wiki mbili utaspend kule. Utasomea Mwanza ukiwa kule. Tunachotaka ni kwamba ikishasomana hii mifumo, maana yake matokeo yatakuwa public Tanzania nzima. Kwa hiyo maveiko RTO wa mikoa yote wataona matokeo. Na sasa hivi tunaomba zaidi kwamba watuelewe tu kwamba wengi wanatulinganisha na taasisi kwamba sasa nyinyi mbona mmeanza juzi tu, alafu kuna taasisi zinafanya mambo zenye mamlaka. Lakini mwisho wa siku teknolojia ni lazima tuende nayo. Kwamba hata wao watupokee tu tulivyo, watusikilize, wafikirize pitch zetu, waelewe, watoe endorsement, tufanye trial. Na lengo sometimes ukitangulia wewe, wengine tunajifunza pia kutokana na makosa. Lakini hatushindani nao. Isipokuwa tuna partner nao. Kwa mfano sisi tumepewa kibali cha kutoa madaraja madogo tu.
Kwa maana A kwa pikipiki, A2 bajaji, B gari ndogo hizo salon car, na D gari ambazo ziko chini ya tani 1.5 tani 2. Okay. Land Cruiser hizo vikenda vidogo. Lakini kuna watu wanataka madaraja makubwa, malori ambao sisi hatuna capacity. Okay. So tunafanya kwamba tuna partner na shule kama NIT, ATC na shule zingine zote FutureWorld ambao wanatoa madaraja makubwa. Mwanafunzi akisoma theory kwetu tunamallocate state kwenda kusoma kwenye vyuo ambao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuja kushirikiana na hizi taasisi kongwe ambazo tunawasaidia kupata wateja, lakini mwisho wa siku tunatengeneza jamii ambayo inaelewa alama za barabarani na vitu kama hivyo. Kwa mfano mtu anasafiri kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam. Nyumbani mrefu almost karibia kilomita 1000. So huo muda pekee unamtosha kuwa dereva mzuri. Barabarani ataona alama, ataona niko nachokisoma hicho ndio atakuwa anakiona. Kwa mwisho wa siku atajikuta kwamba amekuwa dereva mzuri within short time. Nakimbia sidhani kama hiyo speed tunayo. Kwa hiyo sisi tunachokiomba tunachokiomba ni kwamba serikali tupokee kwa maana ya kitengo cha polisi, masuala ya traffic division, watupokee, watusikilize, lakini pia watusupport kwa maana lakini pia hii project inahitaji fedha, funding. Sasa hivi tunafanya self funding wenyewe. Unaweza kushangaa system ikawa ina weakness hizi ndogo ndogo kutokana kwamba inahitaji uwe na mzigo kidogo ili kuelewa. Sasa hivi tumepewa bilioni 4 na mama. Okay. Zimefika. Costech nimefanya nao kazi, wako vizuri. Na wewe ni mmoja ya tunda na mimi ni mnufaika wa Costech. Mnufaika wa Costech. Kwa pale ni nyumbani, hawezi. Kuna mbinu gani tupe kwa haraka haraka mtu mbunifu ambaye ana wazo lake? Ni vile ambavyo utaweza kuwasilisha wazo. Kwa unaliandikaje? Yaani unajua Costech ipo kwa ajili ya kila mtu. Okay. Mtu yoyote ambaye ana wazo. Okay. Hivi unajua watu wakisikia wanasema ambao hilo wazo liwe tu lenye mtu akilisikia liwe linaweza kusaidia kuitatulia jamii changamoto. Kwa sababu lengo la serikali ni kupeleka huduma za kijamii ili ukatatue changamoto. Yes. Kwa unaandika wazo au unalipresent, unafanya presentation? Wao wana utaratibu mzuri sana. Watafanya hizo kuja kuangalia kwa hilo wazo, watakwambia tuambie, mtaanza kwa milestone. Wanafanya kwa watu, hawezi kukupa kwa mfano mzigo wote. Wanakupa kwa watu, hebu twende hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni prototype. Ya pili, ya tatu, ya nne, kama kuna changamoto mnadiscuss pamoja. Kwa ndio maana nasema ule mlango ni wa kila mtu. Haijalishi wewe ni mwalimu, ni nani, kama una wazo katika fani yako hii kwamba linaweza likaitatua jamii. Kwa ndio maana nasema kwamba pesa zipo hizo ambazo tumeambiwa na sisi tutaziomba. Okay. Tukifanikiwa kuzipata basi tutahakikisha jamii yetu ina kila la heri. Naamini sana kwenye ndoto zako. Nimeona hasa ambazo unapitia kukamilisha hii ndoto yako. Consistency ambayo umekuwa nayo muda mrefu. Jinsi ambavyo pia unaweza wa kugroom watu, kwa sababu unajua kuna mtu ambaye ni mfanyabiashara lakini uwezo wa kugroom mtu mwingine kawa ni ngumu. Kwa hiyo I hope utatusaidia sana kwenye hiyo sekta kwa hapa Tanzania. Na kwenye Madini.com la mwisho kabisa ni kwamba nilikuwa najadili issue ya wataalamu wa Afrika. Afrika tunapoteza wataalamu wengi sana kaka. Yaani China sasa hivi, Marekani wanashindania kwamba mchukue huyu kwenye semiconductor. Wanafanya wataalamu, kuna vita inaendelea ambayo sisi hatuioni. India hivyo hivyo. Lakini sisi ni kawaida kusikia eti daktari alisomeshwa, familia yake kamsubiri akaenda kusoma nje, afu akarudi anaenda zake kufundisha labda kufundisha au kufanya kazi nje ya nchi. Na nataka kuamini kwamba sekta nyingi pia zinapoteza wataalamu kwenda nje. Unahisi solution inaweza kawa ni nini? Is it mazingira au nyewe mnapenda hela sana? Pesa sio big deal. Kwa sababu mwisho wa siku maisha ni comfort. Comfortability na kazi. Kwa mfano mimi nimeenda 2 weeks India. Nimeenda kufanya technopreneurship. Okay. Ni creating this yani ujasiriamali wa teknolojia katika kuanzisha startups. Okay. Wale jamaa wanapokutrain ni kama wiki 2 ni kama miaka 2. Okay, wanafanyaje? Wako very practical. Hawana hizi slow stories za kusema, kwa sababu wanaokuja kufundisha sio walimu ambao wamesoma theory. Anakuja kufundisha mtu ambaye ni CEO wa kampuni fulani. Kama wewe unadili na masuala ya AI, anakuja CEO wa Nvidia pale kwa ajili ya kuja kutrain by the way how it works na vitu kama hivyo. Maana yake una experience kitu kutoka kwa mtu ambaye anafanya.
Sio unakuja unapiga na yule mtu anakuwa anatamani uwe kama yeye. Sasa unakuta sisi taaluma yetu huku wanaotufundisha ni watu ambao hawajaanzisha biashara. Mtu anayesimamia masuala ya innovation hafanyi kabisa innovation. Yaani hawezi kupata struggle ambayo mimi naipata kwenye hata ukimsikiliza unaona kama relate. Ukiona ukimsikiliza anaona kila anakuambia only numbers. Lakini pale kuna accept hivyo. Kwa maana sisi tuko kama mimi ni mjasiriamali. Naweza kuwa naonekana niko na furaha na vitu, lakini ikifika usiku nalia mwenyewe chumbani. Nalia kwamba kwa nini nimeanzisha hichi kitu? Kwa nini siende ajira poto nikaandika barua nikaomba maombi ya kazi? Hiyo moment inafika Yaani ni moment ambayo haijifichi. Mimi ukiangalia kwenye ajira poto hakuna ajira ya serikali ambayo wasiombi. Hadi sasa hivi nimeomba kazi zaidi ya 5. Bado zote hazijaita. Umeelewa? Lakini zikiita unakuta zimekuita afu upo katika mazingira ambayo tayari upo kwenye peak sasa unafanya vizuri. Kwa hiyo lakini ikipita moment ambayo ni ngumu unaanza kutamani ningeenda bora ningechukua ile kazi ya serikali bwana. Of course mimi matokeo yangu ni mazuri ambayo yananifacilitate mimi kupata hizo lakini mwisho wa siku nabaki kwenye consistency kwamba hata hichi nilicho nacho unakaa ofisini unasema ni kama MDC ukikaa huko ndani unasema bwana hii ndio MDC ni ya kwangu na sio East Africa na sio wapi, lakini mwisho wa siku ndo kwangu. Sio ghetto wala sio wapi. Huko ndo kunanipa kuishi. Definitely man. Ukiona kwamba hivi vitu vyote kuna wakati mwingine unaweza kulala ofisini ukasema mimi nalala niangalie mali zangu. Kishtuka usiku unasema dispenser hii kumbe ni ya kwangu. Kumbe bwana mimi ni tajiri. Umeelewa hicho kitu? So inafika time hiyo. Kwa hiyo sasa kwenye hiyo issue ya wao kuhama wale jamaa baada ya mimi kutoka kule wakawa interested sana. Nikawaomba bana nipate hata internship ya miezi 6. Nijifunze magari yanafanya kazi kwa sababu wenzetu wa magari mapya wote wameyakata katikati yanafanya kazi yakiwa ni mapya. Lakini sisi huku mzee gari halina tairi, halina nini limewekwa pale engine ishaibiwa. Kwa ndio unaweza kujifunzia. Wakaniambia sikiliza, unatakiwa uwe na milioni 8 ili ujifunze. Sifunze iko na milioni 8 ina ndogo, lakini naipata wapi? Kwa maana yake nikakwama. Nikagundua kwamba kumbe wenzetu hao wenye pesa mabosi unaona watoto pesa isiyo shida ni rahisi kwenda kufanya halafu wakapewa placement kwa sababu jamaa aliniambia ukisoma kwetu miaka 2 nitakupeleka placement German. Hicho kitu ndio unachokiongelea. Gharama yake ikawa milioni 70. Kwamba nikasome kule mechanics miaka 2 alafu wanipe placement German. Maana kwenye hiyo milioni 60 ni pamoja na CG bondi wanasema na vitu vingi. Kila kitu. Mtaji wa mtu anaenda kusomea. Kila kitu. Sasa kwa wale watu ambao tayari wana cash. Akiona mtoto tena anaanza kuhangaika bongo hapa. Chukua peka miaka 2 baada ya hapo twende placement German. Tunaona wanafanya kazi. Kwa wanabaki kule kwa sababu ya influence. Sasa ukija Tanzania mtu unapata sasa skills za AI unazi-apply wapi? Niliongea pia hapa na Emmanuel Uheli, yeye anafanya kazi kwenye issue ya semiconductor. Na akaniambia mimi nimesoma upande huu wa microchip lakini yuko Taiwan. Nilifuatia hiyo update. Anafanyia wapi Tanzania masuala ya semiconductors? Kwa mwisho wa siku ni kwamba soko ndo linatu influence watu kwenda nje. Kwa sisi tutakuja kuuziwa sana. Sisi ni soko basi. Sometimes huaga nawaza kwamba hatuhitaji kujifunza Kichina. Wachina ndio inabidi wajifunze Kiswahili. Tulisoma shule sekondari katika history. Tunakula kitu ambacho hatuzalishi. Na tunazalisha kitu ambacho hatuli. Asante sana Musa. Na nikutakia kila la heri kaka. Kwa kumalizia tu tuwakaribishe wateja wetu tuwakaribishe wateja wetu Famka Driving School. Katika kila kilomita 1 ambayo utaendesha ukiwa chuoni kwetu itampelekea mkulima mmoja wa 2 wa 3 kupata zana bora za kilimo ambazo ni farm cards kutoka kwetu. Kwa maana kila faida tunayoipata kutoka katika hiyo mchango ambao tutakuwa tumeutoa kidogo kwa ajili ya kupata mafunzo kwetu tunauchukua tunaenda kuwekeza kwa ajili ya kutengeneza zana za kilimo kwa wakulima. Asante sana. Wakaribie. Haya, pamoja sana tutazidi kukupa updates kwenye mitandao yetu ya kijamii kuhusiana na hii project na vitu vyote ambavyo Musa anafanya. Asante kwa kila ambao umefuatilia. Hii ni madini.com live na Jindo ulikuwa unaifuatilia. Asante, ubarikiwe tena na tena, taarifa na maarifa. Haitakuwa mwisho. Kuna namba picha